Bwana, inakuaje? Kubwa zaidi tunatazama kile ambacho kinaendelea kwenye masuala mbalimbali ya kimichezo, na tunawatazama wananchi ambao wamekuwa na matukio yao ya kuweza kutazama vitu kadha wa kadha, ikiwemo ni kuhakikisha wana promote michezo yao na pamoja na kuendelea kuwapa umaarufu wachezaji ambao wamekuwa wakifanya vizuri kwenye timu zao. Tunakumbuka Djigui Diarra ni mmoja kati ya makipa ambao kwenye mechi ya mwisho ambao walicheza dhidi ya JS Kabylie waliweza kufanya mambo makubwa, jambo ambalo tumeona pia hata mashabiki na wanachama wa Simba waliweza kuchangisha na kuona ni kwa namna gani ambavyo wataendelea kumpa moyo ili kuendelea kuitetea vizuri timu yao ya Yanga, lakini pia kuendelea kuonyesha kiwango kizuri kwenye michezo ambayo inafuata. Lakini nje na hilo pia tulishuhudia hata engineer akiendelea kuthamini kile ambacho Diarra alikifanya kwenye mchezo wa mwisho. Tunakumbuka taarifa ya mwisho ambayo tulipewa na Ali Shaban Kamwe ambaye ni afisa habari na mawasiliano wa Yanga, alisema kwamba Diarra alipata tatizo la enka kwenye kipindi cha kwanza, lakini ndo hivyo aliweza kujikokota, akamwambia madaktari waweze kumtibia haraka, lakini performance bado iliendelea kuwa ni noma kwenye mchezo ule. Sasa kuonyesha kwamba wanathamini kile ambacho alikifanya kwenye mechi za kimataifa, wameamua kumpa siku yake maalum kuelekea mchezo dhidi ya Fountain Gate, mchezo ambao utachezwa siku ya tarehe 4 ikiwa ni kurejea kwa michuano ya ligi ya soka Tanzania bara. Tunakumbuka hawa vilabu vya Simba na Yanga viliweza kuweka pause kwa muda kuelekea kwenye mechi zao za kimataifa. So baada ya kuweza kumalizana na kibarua kile, ndio wamerejea, wanaenda kukiwasha dhidi ya Fountain Gate na wameamua kuipa mechi hiyo jina la Diarra Day. Kwa hiyo tusubirie kuweza kuona mbwembwe, lakini pia kuweza kuona kitu gani ambacho ataweza kukionyesha pia kwenye mechi hii ya ligi kuu Tanzania bara, ikiwa ni mechi fulani vinoma baada ya kurejea kutoka kufanya vizuri kwenye mechi za kimataifa. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wanasubiri kuweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wataendeleza kile ambacho waliweza kukianza kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kimataifa ndo hivyo wanaibu nzito mno ya kuweza kupoteza mechi zake zote mbili za kimataifa. So nikwambie tu kwamba usiache kuendelea kudondosha comment yako, lakini pia kusubscribe na kugusa alama kengele ili uwe mtongo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Till next time.